Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wetu wa kipindi cha tafakari. Nawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana ametupa tafakari nzuri siku ya leo ambayo tutakwenda kuisikiliza katika ujumbe huu ambaye Roho wa Mungu anakwenda kusema nasi. Kitabu cha Wathesalonike sura ile ya Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa 5, mstari wa 13, Biblia inasema: Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Haleluya. Haya maneno yanatupa tumaini kwa Kristo. Anasema wao wa kwanza watafufuliwa, waliokufa watafufuliwa kwanza, alafu kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Haleluya. Basi farijianeni kwa maneno haya. Haya ni maneno ya Paulo akisema na Wathesalonike. Kuna kipindi Wathesalonike walikuwa katika hali ya kukata tamaa, na hiyo hali ilizaa mtafaruku. Lakini Paulo akamtuma Timotheo kwenda kuwafariji. Alienda kuweka tumaini katika kusanyiko kule kwa Wathesalonike. Akasema nao habari za upendo, akawakumbusha, akawafariji katika misiba na dhiki ambayo walikuwa nazo, ambayo ukisoma katika sura ya 3 wa Wathesalonike mstari ule wa 6 anasema: Lakini Timotheo alipotujia hivi sasa kutoka kwenu, alituletea habari njema za imani yenu na upendo wenu, na ya kwamba mnatukumbuka vyema siku zote, mkitamani kutuona sisi vile vile kama sisi kuwaona ninyi. Kwa sababu hiyo, ndugu, tulifarijiwa kwa habari zenu katika misiba, dhiki yote, kwa imani yenu, kwa sio sasa, kwa kuwa sasa twaishi, ikiwa ninyi mnasimama imara katika Bwana. Haya ni maneno yaliyobeba na kujaa tumaini kutoka kwa Wathesalonike, wakielezea matumaini mapya ambayo wameyapata kutoka kwa Timotheo. Na Paulo anasema ya kwamba, ndugu zangu, hatutaki msijue habari za waliolala. Kila mmoja anakata tamaa kwa sababu anajua hapa duniani ana muda mfupi na ataondoka. Kwa hiyo anabaki akibeba matumaini ya kung'ang'ana, kutafuta kuishi. Mimi sijasema tusifanye kazi. Kutafuta, yani kumwacha Mungu. Hiyo ndio lugha sahihi, kumwacha Mungu na kutumainia ulimwengu. Ndugu yangu, naomba nikueleze leo, ulimwengu hauna msaada kwa mwanadamu awaye yoyote, kwa sababu ulimwengu wenyewe unasubiri hukumu yake. Dunia, Biblia inasema, itakunjwa kama karatasi, na vyote vilivyomo ndani vitateketezwa.
vitu vyote vya asili vitateketezwa. Kwa hiyo dunia, kwa maana ulimwengu hauna tumaini la mwanadamu, kwa sababu yenyewe iliumbwa. Ukikumbuka katika sura ya 1 mstari wa 1, dunia ilikuwa foil, it was empty, ilikuwa hakuna kitu, na ndipo Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa vilindi vya maji, uso wa maji, ndiposa uumbaji ukaanza. Sasa aliyebeba tumaini la mwanadamu ni Roho wa Mungu. Ndio maana Wathesalonike walipoanza kuhangaika, Paulo akamtuma Timotheo kwenda kurejesha imani katika watu wale. Na mimi leo kwa neno hili nataka kurejesha imani kwako wewe ambaye uliyepoteza tumaini, ya kwamba ni kweli kuna siku moja tutaondoka duniani, lakini hiyo isituondoe kwenye tumaini, kwa sababu hata wale ambao walishaondoka duniani, kwa maana walishakufa, bado liko tumaini la kufufuliwa kwao siku Kristo anakuja. Amini neno hili kwamba Kristo anarudi kuja kuchukua kanisa. Kama Mungu atakupa uhai wa kuweza kuishi hadi Kristo atakapokuja, ama kama Mungu atakuchukua kabla, basi tumaini lako lazima lijengwe katika Kristo, kwa sababu tumaini lako likijengwa katika Kristo ndipo utapata ufufuo. Biblia imesema hapa, watafufuliwa hao waliolala kwanza. Hao waliokufa watafufuka ili kumlaki Kristo mawinguni. Tutaonana jamani, tutaonana. Aliyeimba ule wimbo kwamba tukutane bandarini, bandari yetu ni pale mahali pa unyakuo, mahali ambapo tutakutana na wale ambao waliokuwa wamelala katika Kristo. Bwana kanipa wimbo siku moja, nikasema nitamuona Elia aliyeondoka, nitamuona na Paulo aliyelala, nitamuona kila mmoja aliyelala. Naye Paulo nitamuona, naye Petro nitamuona, naye Yona nitamuona, naye Ibrahim baba yangu nitamuona. Kila mmoja aliyelala katika Kristo nitamuona. Lakini waliolala katika tumaini la Mungu ni wakina nani? Ni wale walioishi katika mapenzi ya Mungu walipokuwa wakiishi hapa duniani. Niko mbele zako kukupa neno la tumaini kama lile ambalo Timotheo alipeleka kwa Wathesalonike. Niko mbele zako kukupa neno la faraja kama lile ambalo Paulo alipeleka kwa Wathesalonike na wengine wote. Niko mbele zako kukupa neno lililobeba uzima, ambapo katika hilo tunaishi, na hata tukilala basi tutafufuliwa tena katika utukufu. Na mimi ndiko tumaini langu liliko hapo. Na leo hii nataka kukupa tumaini katika tafakari ya leo, kwa maana tafakari yetu ni nini leo? Tafakari yetu ya leo ni kwamba hata kama tutakufa, hata kama nitakufa, tumaini letu ni kwa Bwana, tutafufuliwa tena. Lakini ili nifufuliwe, natakiwa kuyaishi maisha yaliyobeba tumaini, ambaye ni maisha ya kumpendeza Kristo. Ninakumbuka siku mume wangu marehemu alipolala, nilisimama kwa ujasiri. Walikuja watu kawaida, vilio, watu wakawa wanalia, huyu analia, huyu analia. Alikuja mama mchungaji mmoja, rafiki yangu, akapiga magoti mahali nilikuwa nimekaa, akalia. Nilisikia neno limetoka ndani ya moyo wangu, kibao cha moyo wangu kiliachilia neno. Nikamwambia yule mama, simama ukaongoze pambio, watu waingie kwenye tumaini. Usilie, maana hatuko kwenye msiba, tuko kwenye ibada iliyobeba utukufu, maana mtumishi wake ametangulia kwenda na tutakutana naye. Na hilo lilithibitishwa kwa sababu yuko mchungaji mwingine, wakati mume wangu alipokuwa anaondoka duniani, yeye alionyeshwa mbingu imefunguka ikiwa inampokea mtoto. Bwana akamuuliza, Bwana, ni nani huyu? Akasema, mtoto wangu anakuja. Ndiposa anamaliza maono yale asubuhi, ninampelekea taarifa ya kwamba baba yenu amelala. Akasema, ndio Bwana amenionyesha anamchukua. Kumbe ndo alienda. Ikawa ni kilio kilichobeba tumaini. Leo niko mbele zako kukupa neno la tumaini.
Ishi katika mapenzi ya Mungu, upate tumaini la ufufuo. Acha mambo mengine, usidanganyike. Dunia inakusubiri hukumu yake inaenda kunjwa kama karatasi. Utakapoitumaini dunia, utakosa mahali pa kushika siku ile, kama jinsi ambavyo waliokuzimu leo walikuwa na matumaini ya kufika mbinguni, lakini walishindwa kwa sababu walitumainia ulimwengu. Niko mbele zako kukuambia, tumaini lako leo lirejeshe kwa Bwana. Tumaini lako leo liweke kwa Bwana, maana utapata tumaini la kufufuka tena. Naomba siku hii ya leo, hii iwe tafakari yako na iwe tafakari yangu pia, kwa sababu bado tunaishi. Kwa sababu siku hiyo niliposema maneno yale kwa yule mama, nilisikia nguvu mpya. Mimi kama mfiwa mjane, saa hiyo ndo naitwa niliyefiwa na mume, nilisimama nikahubiri. Siku ambaye ndo tunasubiri kwenda kulaza mwili wa marehemu kaburini, nilisimama nikahubiri, na Bwana akanipa neno, akaniambia ziko neema 3 ulimwenguni ambazo wanadamu zimeachiliwa kwa ajili ya wanadamu. Neema ya kwanza ni kuzaliwa kwa mwanadamu, na mwanadamu anapozaliwa ameiona neema kwa sababu ya kuiona ulimwengu huu. Lakini iko neema ya pili ambayo ni ya wokovu. Mwanadamu anapompokea Kristo Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ameiona neema ya pili ambayo atakuja kuingia katika utukufu. Lakini neema ya 3 ndio aliyolala ndugu yetu hapa mbele, ni neema ya kulala katika Kristo, kwamba unapata neema ya kufa, kuondoka duniani, lakini ukiwa umebeba tumaini la uzima wa milele. Hiyo ndiyo neema nataka kukuacha nayo leo. Kuzaliwa, ulishazaliwa. Na kwenye wokovu kuna ambao washapokea neema hiyo, lakini wanaichezea neema. Ndio Paulo aliwaambia Warumi kwenye Warumi sura 6 na sura 5, je, tuendelee kutenda dhambi kwa sababu neema inatosha? Niko hapa kukuambia la asha, bali neema ipo kwa ajili ya kutuingiza kwenye tumaini la ufufuo wa milele, ufufuo wa utukufu unaotuingiza katika uzima wa milele. Angalia, usije ukasimama mbele ya kiti kikubwa cheupe cha hukumu kujibu mashtaka ambayo utasikia aibu. Hebu tutengeneze njia zetu siku hii ya leo. Mimi ambaye sijamjua Kristo, sijampokea Kristo, nina nafasi hiyo. Mimi niliyempokea Kristo, nina nafasi hiyo, kama nilikuwa nacheza na dhambi. Lakini kama ulikuwa hujampokea Kristo, na hata kama ulikuwa unacheza na dhambi, nina sala fupi ambaye nitasali na wewe, itakurejesha tena. Utakaposema, rudia maneno haya, sema: Bwana Yesu, niko mbele zako, nimesikia tumaini jipya kutoka kwa mtumishi wako aliyenena neno lako leo, nami nimekubali kuingia katika tumaini hilo. Naomba unisamehe ninapoungama dhambi zangu, nimeishi nje ya tumaini lako. Naomba unirehemu kwa makosa yote, maovu yote, dhambi zote ambazo nimezitenda. Najiweka wakfu mikononi mwako. Naomba unirehemu, ukanifanye kuwa kiumbe kipya, nikafanane na wewe. Katika jina la Yesu Kristo, naomba unipokee. Unipe Roho wako awe kiongozi wangu na msaidizi wangu na mshauri wangu na faraja yangu na mwalimu wangu. Kwa utukufu wako nipe kuishi na wewe. Roho Mtakatifu niongoze, kwa jina la Yesu Kristo nimeomba, amen. Mungu akubariki, maana sasa umeokoka na sasa umerejeshwa. Ishi maisha yaliyobeba matumaini ya ufufuo wa utukufu. Mungu atubariki.